Marekani imeyaeleza mataifa ya Umoja wa Ulaya kwamba yataharibu uchumi wao ikiwa yatashirikiana na Uchina. Kwa mujibu wa waziri wa uchumi wa Marekani Scott Bessent, amedai kuwa EU itajichinja ikiwa itatafuta ushirikiano wa karibu na China, huku ikipunguza uhusiano na Washington baada ya kuwekewa ushuru wa 20%. Bessent alitoa maoni hayo baada ya waziri mkuu wa Uhispania Pedro Sanchez kutoa wito wa kutathminiwa upya kwa uhusiano wa kibiashara wa Umoja wa Ulaya na Beijing mapema siku hiyo. Sanchez aliwaambia waandishi wa habari wakati wa safari ya kidiplomasia barani Asia kwamba EU inaweza kufaidika kutokana na ushirikiano wa karibu na China, huku kukiwa na kutokuwa na uhakika juu ya sera za kibiashara za Marekani na hatua za hivi karibuni za rais wa Marekani Donald Trump kuongeza ushuru kwa karibu washirika wote wa kibiashara. Hakuna anayeshinda kwa vita vya kibiashara, kila nchi inashindwa, Sanchez alionya. Bessent alitetea hatua za Trump za kutoza ushuru na kuwataka washirika kutegemea upande wa Beijing kuwa sera zake za kibiashara zinaharibu uchumi wa dunia. Trump ameongeza ushuru kwa China hadi 125%, lakini pia mataifa mengine ya Ulaya kwa 20%. Waziri wa uchumi nchini Uhispania alitoa maoni asubuhi ya leo. Labda tujipange zaidi na Uchina. Hiyo itakuwa kukata koo lako mwenyewe, Bessent alisema katika mkutano na waandishi wa habari. Aliongeza kwamba mauzo haya ya Kichina ambayo ukuta wa ushuru wa Marekani utazuia mtindo wa kibiashara wa Uchina haukomi, wanaendelea tu kuzalisha na kutupa, anasema Bessent. Hata hivyo, mpango wa Marekani ni kuona nchi zote ulimwenguni zinatoa ushuru na kuiwezesha Marekani kukuza uchumi wake haraka, licha ya kwamba baada tu ya kutangazwa kwa ushuru huo, hali ya masoko ya hisa imezidi kushuka kila kukicha. Trump mnamo siku ya Jumatano ya wiki hii alitangaza kusitishwa kwa ushuru ndani ya siku 90 kwa nchi 75 ambazo hapo awali alikuwa amezipata, na majukumu ya kuanza 10% hadi 50% juu ya kile alichokiita kukosekana kwa usawa wa kibiashara na kupunguza ushuru kwa kiwango cha 10% kwa kila mtu isipokuwa Beijing. Badala yake alipongeza China kwa kuongeza zaidi hadi 125%, akishutumu Beijing kwa kupanda baada ya kuongeza ushuru kwa bidhaa za Amerika hadi 84%. Katika suala la kuongezeka kwa bahati mbaya, mkosaji mkubwa katika mfumo wa biashara ya kimataifa ni Uchina, na ndio nchi pekee ambayo imeongezewa ushuru, Bessent alidai. Waziri huyo wa uchumi wa Marekani alisema nchi nyingi sasa zinataka mazungumzo na Washington kufuatia mabadiliko ya ushuru, akibainisha mazungumzo yajayo na Japan na Vietnam. Pia alisema anatarajia kukamilisha mikataba mipya ya kibiashara na washirika wa Marekani ili kuunda hali ya umoja dhidi ya kile alichoita muundo wa biashara usiokuwa na uwiano wa Uchina. Jumatano, wizara ya fedha ya China iliita ongezeko la hivi karibuni la Marekani kosa juu ya kosa ambalo linakiuka haki na maslahi halali ya China na kuharibu vibaya mfumo wa biashara wa kimataifa unaozingatia sheria. Mtazamaji wa The World News, endelea kutufuatilia na usisahau kulike, usisahau kucomment, kadhalika na kusubscribe channel yetu hii upate habari hizi kwa mapana hapa The World News. Naitwa Adam Hussein, endelea kuwa nasi wakati wote, endelea kutufuatilia.